Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. China imesema itaulinda utawala wa Cuba usiweze kudondoka kama ambavyo Marekani inataka kufanya. Wakati ambapo Cuba inakabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi, China imeonyesha kuunga mkono mamlaka ya Cuba baada ya Marekani kuitaja serikali ya kisoshalisti ya kisiwa hicho kuwa tishio la usalama. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alikutana na mwenzake wa Cuba Bruno Rodriguez Parilla mjini Beijing na ameahidi kwamba lazima watahakikisha taifa hilo linasimama imara na hakuna wa kuweza kuliangusha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Li Jiang amesema China inaunga mkono Cuba kwa dhati katika kulinda mamlaka yake ya kitaifa na usalama na inapinga kuingiliwa bila ya lazima na vikosi vya nje na inakataa jaribio lolote la kugawanyika la kuwanyima watu wa Cuba haki zao za kuishi na maendeleo. Lin aliongeza kuwa China iko tayari kuunga mkono Cuba kwa uwezo wake wote. Parilla aliandika kupitia ukurasa wa X kwamba pande hizo zilithibitisha hali maalum na ya kimkakati ya mahusiano ya kihistoria kati ya nchi hizo mbili za kisoshalisti na kwamba wakati huu wamekuwa na matumaini kwamba pengine China pamoja na Urusi zitaweza kuhakikisha usalama wa nchi hiyo. Katika siku za hivi karibuni, rais wa Marekani Donald Trump, baada tu ya kumteka Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, alitoa wito kwa taifa hilo kwamba halipaswi kupeleka tena mafuta nchini Cuba, huku akisema nyakati za kuanguka kwa serikali ya Cuba zinakaribia. Wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza hali ya dharura ya kitaifa katika uhusiano na Cuba, akishutumu kisiwa hicho kwa kujifungamanisha na nchi zenye uadui, makundi ya kigaidi ya kimataifa na utendaji mbovu. Alidai kuwa ushirikiano wa kijeshi wa Cuba na mawasiliano na Urusi na China pamoja na Iran pamoja na kundi la wapiganaji la Palestina Hamas na kundi la Lebanon la Hezbollah unatishia moja kwa moja usalama wa taifa la Marekani. Marekani haina uvumilivu kabisa kwa ukandamizaji wa utawala wa kikomunisti wa Cuba, amri ya utendaji ya Trump ilisema. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel alikataa madai hayo akisema Cuba si nchi ya kigaidi. Cuba pia si tishio kwa usalama wa Marekani na hatuwalindi magaidi, alisema rais huyo wa Cuba Miguel Diaz-Canel. Aidha alisema Cuba iko tayari kwa mazungumzo na Marekani bila shinikizo na bila masharti na kwa msingi wa usawa na heshima, alisema. Mwezi uliopita Marekani ilimteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro wakati wa uvamizi wa makomando katika boma lake huko Caracas. Maduro alikanusha mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya na silaha alipofikishwa mbele ya mahakama ya New York kama kesi iliyoanzishwa na Marekani, ambayo Rais Donald Trump kwa muda mrefu alikuwa akisema kwamba Nicolas Maduro ni moja kati ya wahusika wa madawa ya kulevya. Hata hivyo, baadaye suala la madawa ya kulevya nchini Venezuela liliisha na hatimaye mpango ukawa ni kupata mafuta Venezuela. Huu ndio ujanja aliofanya rais wa Marekani Donald Trump katika kutaka kumteka Nicolas Maduro, na ndicho hicho alichokuwa kikifanya nchini Iran, ambapo alisema alienda kuwatetea waandamanaji, badala yake akaingia kwenye suala la nyuklia ambalo limetengeneza mazungumzo ambayo yameanza katika awamu ya kwanza huko Muscat kati yake na Iran. Trump na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pia wametoa vitisho kwa serikali ya mrengo wa kushoto wa Colombia na Nicaragua. Trump alimkaribisha rais wa Colombia Gustavo Petro katika ikulu ya White House wiki hii, huku viongozi wote wawili wakiuelezea mkutano huo kuwa wa furaha. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni mpango wa China kutaka kulisaidia taifa la Cuba wakati huu ambapo Marekani inazidisha vitisho dhidi ya taifa hilo, na kwamba wakati huu China ipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha nchi ya Cuba inasimama kidete na hakuna ambaye ataweza kuiangusha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.